Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hawataki wahamiaji kutoka jamii ya Wasomali nchini humo. Akizungumza katika kikao cha baraza lake la mawaziri siku ya Jumatatu, kiongozi huyo alisema Wasomali walioko Marekani hawachangii chochote kwa taifa hilo na kuwafananisha na takataka. Siwataki katika nchi yetu. Kuna sababu nchi yao sio nzuri. Nchi yao ni mbaya sana na hatuwataki hapa kwetu. Naweza kusema hayo kuhusu nchi nyingine pia. Hatuwataki hapa kabisa. Tunahitaji kujenga upya nchi yetu. Mnaelewa kwamba nchi yetu inakabiliwa na changamoto kwa sasa. Tunaweza kuharibikiwa vibaya. Sijali ikiwa kuna wale watakerwa na matamshi yangu, ila nitasema tunaweza kujipata katika pande mbili za jambo hili. Na kwa sasa tutapotea ikiwa tutazidi kuleta takataka katika nchi yetu. Matamshi yake yanatolewa wakati ambapo mamlaka za uhamiaji zinaripotiwa kupanga operesheni inayolenga jamii kubwa ya Wasomali inayoishi katika jimbo la Minnesota. Waziri Mkuu wa Somalia amesema matamshi ya Trump hayana uzito wala umuhimu wowote na yanapaswa kupuuzwa. Serikali ya Trump tayari imesitisha shughuli ya kupokea maombi ya wahamiaji kutoka nchi 19 na Somalia ni moja kati ya nchi hizo. Huko Marekani, wanasiasa kutoka jimbo la Minnesota wamelaani vikali matamshi ya Rais Trump, huku meya wa jiji la Minneapolis Jacob Frey akisema polisi hawatashirikiana na maafisa wa usalama wa serikali kuu. Ili kufahamu zaidi, awali nimezungumza na mchambuzi Abdullahi Boru kuhusu swala hilo. Rais Donald Trump amepea kipaumbele kuwadhalilisha, kuwakemea, kuwadharau jamii ya wakimbizi, jamii ya wahamiaji na jamii ya Wasomali. Ni mojawapo ya jamii ambayo rais amewaangazia kwa kiasi kikubwa, lakini katika uchaguzi ambao ulikwisha mwaka juzi, Rais Donald Trump aliwataja jamii ya wahamiaji kutoka nchi ya Haiti kama watu ambao wanakula paka, watu ambao wanakula mbwa. Kwa hiyo hili si jambo geni. Jambo ambalo ni geni zaidi ni yeye kuwataja majina na kuwaambia jamii hiyo au kiongozi ambaye amechaguliwa Bi Ilhan Omar na kumtaja kuwa takataka. Kwa nini Minnesota imekuwa kitovu cha kisiasa kuhusu swala la uhamiaji, hasa jamii hii tunayoizungumzia? Na hili linatokana na marafiki, linatokana na jamii ya familia kuwepo katika eneo hilo, jambo ambalo linapelekea wengine kuenda katika nchi hiyo au katika eneo hilo la nchi ya Marekani. Lakini la msingi likumbuke kwamba nchi ya Somalia tangu mwaka 1991 halijakuwa na hali ya usalama au tulivu. Na ikumbuke kwamba hili si jambo nadra katika jamii ya Wasomali. Ukikwenda katika jiji la New York, watu wengi katika eneo hilo wanatoka kutoka nchi ya Italia, wengine kutoka nchi ya Ireland, wengine ni jamii ya kundi ya Wayahudi. Katika mataifa, katika jimbo mengi tu katika nchi ya Marekani, utakuta jamii fulani inapendezwa na kuvutiwa na eneo moja ikilinganishwa na nyingine. Sasa katika hayo yote ambayo umeyazungumzia, unadhani suluhu ni kuwafukuza wahamiaji wa Kisomali Marekani? Si jamii ya Wasomali peke yake. Katika nchi hii, hususan katika awamu hii ya Rais Donald Trump, jamii ya wakimbizi na wahamiaji wote wanahofia kwamba wao ndio watu ambao watasukumwa kutoka nchi hii. Na ukikumbuka kwamba mojawapo ya hatua za kwanza rais alichukua ni kuhakikisha kwamba wakimbizi katika ambao wanatafuta hifadhi katika nchi ya Marekani itasitishwa. Taifa hilo linaweza kufanya nini zaidi kuhusu mzozo huu unaoonekana kutokota? Ni kuhakikisha kwamba kutakuwa na amani katika nchi hiyo. Manake kwa kiasi kikubwa mataifa ya Kiafrika yamekuwa na msukosuko wa kisiasa, yamekuwa na mapinduzi ya kiserikali, yamekuwa yamelimbikizwa shida chungu nzima na kupelekea watu kutafuta uhamiaji au watu kuwa wakimbizi kwa mataifa mengine. Serikali ya mataifa ya kikanda pamoja na Somali yatahitaji kuchukua hatua kama hiyo, kwa kuwa sio tu serikali ya Donald Trump bali serikali na mataifa mengi katika nchi ya Ulaya yanachukua mkondo huo huo. Na mahojiano hayo na mchambuzi Abdullahi Boru ndio yanayotukamilishia taarifa yetu.